kitafakari. Ndio maana hata unapoanza mwaka inabidi ujitathmini. Kuna tathmini za namna 3 katika maisha yetu. Tathmini ya kwanza ni self evaluation. Unajitathmini mwenyewe. Hivi mimi mwaka jana ilikuwaje? Nitembea sawa sawa na Bwana? Hiyo ni self examination, evaluation. Na ni ya muhimu self evaluation. Jitathmini uliendaje na Bwana. Lakini tathmini ya pili, people's evaluation. Watu wanasemaje juu yako? Wanasemaje juu yako? People's evaluation. Wanakuwa evaluate. Hamna mtu ambaye hafanyiwi tathmini na watu. Watu wanakufanyia tathmini. Watu wanafanya tathmini. Wanasema mchungaji Fupe namna hii na wanatathmini. Na huwezi kuwazuia. Na Yesu mwenyewe alisema, watu wanasemaje huko? Wanaita Elia, mwingine mtume yule, wanasema hivyo. Nyie mnasemaje? Tathmini. Kwa hiyo kuna people's evaluation, wanakuevaluate. Ukioa kuolewa wanawaangalia, ndoa inaendaje? Hivi imekaa sawa sawa? Washapata na mtoto au imekuaje? Au nani? Yani maswali mengi. Yani unafikiri kama wao ndoa ya kwao. Tathmini, na huwezi kuizuia. Halafu ya 3 ni God's evaluation. Mungu anatathmini. Hivi wewe umekuaje? Mungu akikutathmini umekuwa kwaje? Tathmini ya Mungu. Wewe mwenyewe unajitathmini. Watu wanakutathmini. Mungu anakutathmini. Mungu akikutathmini uko wapi akikutathmini? Somo letu la leo, Mungu amemtathmini Musa. Na katika maneno, katika mistari hii michache, neno neema limetajwa mara 5. Wale wenye Biblia, shika Biblia nikuonyeshe. Neno neema limetajwa mara 5. Na maana yake ni tathmini ya Mungu. Anasema sura ya 12, Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nasi. Walakini umesema na kujua jina lako. Yani Musa anasema Mungu anamjua jina lake. Nawe umenipa neema. Unaona hiyo neema ya kwanza, umenipa neema mbele za watu. Yani Musa anatambua kwamba Mungu amempa neema mbele za watu. Hiyo ni tathmini ya kwake Musa, lakini ni ya Mungu pia. Halafu mstari wa 13, basi sasa na kuomba ikiwa nimepata neema, anaitaja tena, mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate, anasema tena, apate nini? Neema mbele zako. Ukumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Yani ameitaja neema. Ameitaja neema. Lakini baada ya hapo anaenda mstari wa 16. Anasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako? Anamwambia Mungu. Halafu mstari wa 17, Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema. Mungu sasa anasema, umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina. Mungu anajua jina lako, na watu wanajua jina lako. Muda mwingine watu wanajua majina mengine. Nimepita mahala fulani, mtu fulani wanamuita Zoa Zoa. Sasa jina lake nikamwambia, huyu anaitwa Zoa Zoa ndio jina. Yule jamaa Zoa Zoa huyo bwana. Lakini jina lake sio Zoa Zoa, ila watu wanamjua kwamba ni Zoa Zoa. Mungu anasema, Musa, nimekupa neema wewe, na nalijua jina lako. Nimewaambia hapa tujiandikishe, Mungu ajue jina lako, na hata mimi mchungaji nijue jina lako. Unajua haipendezi nikakuita wewe mwenyewe utasema, wewe mchungaji bwana, miaka 5 amekaa hapa eti ananiita wewe, hanijui. Hujaniambia jina lako, hujanijulisha jina lako, nitakuita wewe. Mungu anataka aone na achilie neema. Asubuhi ya leo anataka na wewe uipate neema hiyo aliyoipata Musa.
Hii neema katika Agano la Kale hapa imetajwa mara 5. Neema, neema, neema. Mungu anataka na wewe asubuhi ya leo unapoanza mwaka uanze na neema yake. Neema ya Bwana inayotuwezesha, neema ya Bwana inayotuongoza. Neema maana yake nini? Maana yake ukitaka kuitafsiri neema, nasema ni kutokupata ujira wa dhambi zetu. Na kweli Musa amepata hiyo neema kwa sababu wana wa Israeli waligombana sana na Mungu. Mungu aliwatoa, lakini wana wa Israeli waligombana sana na Mungu. Mungu kila alivyofanya wana wa Israeli walienda kinyume chake. Na Musa ikafika mahali akamwambia Mungu, futa jina langu katika kitabu chako. Mungu akasema hapana, siwezi kufuta. Naomba tuweke ile mistari Kutoka 32 mstari wa 32 na 33. Naomba tuweke mara moja hiyo mistari uone. Halafu ndio ujue maana ya neema. Kwamba nimekupa neema. Neema ni kutokupata ujira wa dhambi zetu. Unastahili kuadhibiwa, lakini Mungu anakupa neema. Is a favor. Mungu anakupa hiyo neema. Na wewe asubuhi ya leo usiichezee neema hii. Ni neema ya kuingia mwaka 2023. Ni neema, wala sio namna yoyote. Watu wengine huwa wanahesabu vitu ambavyo mimi huwa sipendi sana. Wengine tulikuwa nao hawapo. Usiseme hivyo. Hiyo sio kipimo. Kwamba wengine hivi hawapo, mimi nipo na kushukuru. Usipime hayo. Hicho sio kipimo sahihi. Mungu ni Mungu anayetenda mambo yake kwa namna yake. Ni neema iliyokuja kwako. Itazame kama neema. Sikiliza maneno haya. Kutoka mlango wa 32 mstari wa 32. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Huyo Musa anamwambia Mungu. Mstari unaofuata, Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu. Dhambi ndio kifutio cha jina kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ukiiba, jina linafutwa chwa. Ukizini, jina linafutwa chwa. Yaani dhambi ni kifutio. Mungu mwenyewe anasema, Musa anasema nifute. Kwa siwezi kukufuta wewe. Wewe hukunikosea. Waliokosea ni wale. Wewe umekuja juu uchukue zile amri, wao waliona unachelewa, wametengeneza ndama. Sasa siwezi kukufuta wewe. Jina lako silifuti. Na asubuhi ya leo Mungu asilifute jina lako katika jina la Yesu. Jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Nawe uendelee kutembea katika nuru yake katika jina la Yesu. Na usitende dhambi tena. Huu ni mwaka mpya, tembea katika nuru ya Bwana. Tembea katika maisha mapya pamoja na Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana Musa hapa anazungumza na Mungu. Anamwambia Mungu, umeniambia sasa niende na watu wao, nitaenda nao vipi? Sema umenipa neema, nionyeshe hiyo neema. Ni nani tutakaye kwenda naye? Ukisoma kule nyuma mstari nadhani mstari wa 2 alimwaahidi kwamba ule mstari wa 2 mlango wa 33 mstari wa 1 anasema, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitafukuza Mkanaani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, wasifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Tumeimba hapa, nisiwaangamize ninyi katika njia. Sasa katika hili Musa anasema, huyo uliomtuma yuko wapi? Huyo malaika uliomtuma ambaye atatusaidia yuko wapi? Musa ana uzoefu wa kwenda na Mungu tangu alipoitwa. Anajua uwepo wa Mungu, umuhimu wake. Anaambia inakuaje? Mungu sasa anamjibu Musa, anamwambia huyo mtu hata kwenda na ninyi, ila uso wangu utakwenda pamoja.
Jamani, mpo? Uso wangu utakwenda pamoja. Na hapa naomba ujue kwamba sio kwamba anasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Sio uso wangu utakwenda pamoja na watu wote. Uso wa Mungu utakuwa kwa nani? Kwa Musa. Na hilo ni la muhimu kujua. Maana yake kila mtu autafute uso wa Bwana. Utafute uso wa Bwana. Tunaweza kuwa wengi namna hii hapa, kumbe ni mmoja tu ndio Mungu anaenda naye uso wake. Ndio maana anasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Pamoja na kwamba anakusanya kundi lote, lakini anasema wewe Musa ndio nitakwenda nawe, nitakuongoza. Na nikikuongoza wewe, maana yake watu wote watakwenda. Nikikushindia wewe, maana yake watu wote wanashindiwa. Wewe Musa, nitakwenda, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Raha maana yake nini? Kwamba kuna mizigo, kuna shida, lakini anamwambia utapata raha. Hata kama watu wanaona unapita kwenye matatizo ya kila namna, lakini wewe unatabasamu, unayo raha. Kwa nini? Unaye Bwana anayekushindia. Haleluya! Unatembea watu wanasema yule bwana ana matatizo, lakini wewe huonyeshi kama una matatizo. Wanashangaa, lakini mbona yupo? Yuko Bwana anayekushindia. Huyo ndio Yesu. Tembea naye. Musa ndio maana anasema Mungu uende nami. Na Mungu anamwambia nitakupa raha. Unatembea hivi huko kwenye raha. Wengine wako kwenye mahangaiko, lakini wewe uko na Bwana katika mahangaiko hayo, lakini wewe uko katika raha. Na mimi asubuhi ya leo nafungulia baraka hizo katika jina la Yesu. Unapoanza mwaka huu, uso wa Mungu uende pamoja nawe, ili upate raha, ili upate furaha, ili upate amani. Na haya ni ya muhimu sana. Nisikie makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Uwepo wa Mungu ndio nguvu yetu. Uwepo wa Mungu ndio nguvu yetu. Kama nilivyosema, wana wa Israeli waliona nguvu hiyo. Uwepo wa Mungu ndio nguvu yetu. Wana wa Israeli walipokuwa na Mungu wameona hiyo nguvu. Na nguvu hiyo imewasaidia sana. Imewasaidia katika maisha yao. Walipotoka Misri, wanaenda kidogo, wanafuatwa na jeshi la Farao. Mungu anatengeneza njia, anawaambia endeleeni mbele. Wanasema tunaendeleaje mbele mzee? Hapa hamna njia. Hapa tunauawa jangwani. Afadhali tungebaki kule na masufuria ya matango na maboga. Mungu anaambia waambie waendelee mbele. Mungu anatengeneza njia pasipo na njia. Mungu akakutengenezea njia pasipo na njia katika mwaka huu. Hata kama watu wanaona umekutana na kikwazo, lakini yuko Mungu anayeondoa vikwazo. Yuko Mungu anayepangua vikwazo. Yuko Mungu anayeondoa vikwazo vya kila namna. Wana wa Israeli waliona nguvu ya Mungu, ulinzi wa Mungu. Farao alipokuja na jeshi lake akasema na sisi tuingie humo. Haya, magari yao yakaanza kuharibika. Wana wa Israeli walipovuka, Mungu karudisha maji, wakaangamia wote wakaangamia. Yuko Mungu anayetupigania. Ndiye aliyetupigania mwaka jana. Kuna mambo mengine hukuyaona wewe, angekuonyesha ungetetemeka kupitiliza, lakini hukuyaona. Alikupigania, alikuficha, lakini amekuokoa. Mungu anatenda namna ya ajabu. Na tunapoanza mwaka huu, twende pamoja naye. Kwa hiyo nguvu za Mungu ni hizo. Na wana wa Israeli walipokuwa jangwani, Mungu akawatokelezea. Walipokuwa na kiu, Mungu akamwambia Musa, chukua wazee 70, simama nao, piga mwamba, maji yatoke. Wakapata maji ya kunywa na kuoga na kucheza jangwani. Huyo ni Mungu. Wameuona uwepo wa Bwana, na Mungu akawaongoza kwa nguzo ya moto usiku na wingu wakati wa mchana. Jua halikuwapiga, wakatembea chini ya wingu la Bwana. Mungu akawaongoza. Unapokuwa katika uwepo wa Bwana, Bwana anakuongoza, Bwana anakupigania, Bwana anakushindia. Na hilo ndilo jambo la muhimu katika mwaka huu. Nataka nione mwaka huu tunauanza katika uwepo wa Bwana. Twende pamoja na Bwana.
uso wako uende pamoja nasi. Sasa kila mmoja aseme tu, uso wako uende pamoja nami. Sema wewe mwenyewe, sio pamoja nasi. Usijumlishe. Tathmini inakuwa ya kwako, haiwi ya jumla. Mke wangu atafanyia tathmini na mimi nitafanyia tathmini, kila mmoja, hamna ya jumla. Kwa hiyo sema uso wako uende pamoja nami, na Mungu akusaidie katika mwaka huu. Uso wake ukienda pamoja nawe, maana yake kuna mambo Mungu atakayo yasawazisha mbele yako, na wewe unapita kama mwana wa Mungu, na watu watatambua huyu ni mwana wa Mungu. Watu watatambua, watu watajua. Mungu akiwa pamoja na wewe, watu wanajua. Wanakuheshimu kwa maana wewe ni mwana wa Mungu. Wanaheshimu hata kama ni watu wa imani nyingine. Mimi nimeshiriki kwenye mikutano mbalimbali mingi sana katika nchi hii na hata mahali pengine, na watu wa imani nyingine, lakini wameniheshimu kwa sababu wamejua mimi namtumikia Bwana. Wameniheshimu. Wameheshimu, na wameheshimu yule niliyembeba. Kuna viongozi wengine wa mila kabisa, lakini wanakuja mtu anasema, baba mchungaji, ni kwa ajili ya Bwana. Na usimwache huyo Yesu. Mbebe huyo Yesu. Nenda pamoja na huyo Yesu katika mwaka huu wa 2023. Yeye atakuwezesha mahala ambapo umetindikiwa, yeye anakuinua. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawatakia baraka mwaka huu. Nawatakia baraka mwaka huu, ili uso wa Bwana uende pamoja nawe na wala usiache. Na hili ni jambo la muhimu kwetu sisi. Na Mungu atuongoze, na Mungu akuwezeshe wewe kila wakati. Mwaka huu uwe mwaka wa kipekee, mwaka ambao pamoja na uso wa Mungu kwenda pamoja nasi, lakini mwaka ambao tunahitaji kutambua yale mema Mungu aliyotutendea. Ukisoma kwa Mika mlango ule wa 6 mstari wa 8 anasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha aliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ni mwaka wa kutenda haki, ni mwaka wa kupenda rehema. Kupenda rehema maana yake ni kutenda wema. Kutenda wema ni wajibu wetu, sio ndio unaotufanya kuwa Wakristo. Aliye Mkristo ni mtenda mema, na halafu kwenda kwa unyenyekevu na utii. Hata mahali pa kazi, nyie mlioko kazini huko na huko, onyesha utofauti na watu wengine. Ondoa ukaidi. Wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo mwaka huu Mungu atujalie kutenda haki, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu. Na hili naomba tulizingatie kweli kweli. Lakini pia ni mwaka ambao tunasema tukatae au tuache uovu, dhuluma na rushwa. Na haya mambo yanaumiza. Kataa kwa njia yoyote ile. Kuna binti mmoja alinijia, anasema, mchungaji, nimetafuta kazi, mashati niliopewa haya na haya, hivi nitafanyaje hapa? Mimi nikamuuliza, haya mashati wewe unayonaje? Na unataka kuniingiza mimi kwenye mtego? Wewe si unajua haya mashati hayajakaa sawa sawa. Hayajakaa sawa sawa, ndio. Basi endelea kumwambia Bwana. Kuna dhuluma zinazotendeka, na hasa wenye madaraka. Hapa tunazungumza na hata wenye madaraka. Tusiwaonee walio wanyonge, tusiwadhulumu, tusitende uovu na rushwa na kila namna. Na kuna muda mwingine kuna rushwa ya muda. Nchi za wenzetu kuna mahali viongozi wanapoona hajafanya, ni ujasiri wa kusema kwa kweli sijafanya vizuri, ngoje ni achie mwingine. Lakini wewe unapongangania, maana yake ni kama rushwa kwa namna fulani. Sema ni mimi. Kama umeshindwa kusupply kitu fulani, kama mimi hapa watu wakisema, mchungaji unataka usupply vitabu, nimeshindwa kusupply vitabu,
na anajua kuna anayeweza, na mwachie anayeweza. Kwa hiyo ni mwaka wa kujitathmini na kuona kwa kweli yupo anayeweza, na unaweza kumwachia katenda hilo. Huu ni mwaka wa kipekee, mwaka wa kutenda haki, kupenda rehema, kwenda kwa unyenyekevu unapoanza mwaka huu. Lakini ni mwaka pia, na hapa naomba mnisikilize, ni mwaka pia wa kurejea katika familia zetu na kulea watoto wetu. Wakati fulani nimesema tusiwe wafadhili. Ni mwaka wa kutunza familia. Kazi na vitu vingine visiharibu familia yako. Ni mwaka wa kutunza familia. Mungu alipoumba akaipa familia nafasi ya kwanza, akaibarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Na baadaye ndio anasema mkatawale. Vingine vinakuja baada ya familia. Kwa hiyo tunza familia yako, lea watoto wako. Watoto wajue huyu ni baba, huyu ni mama, wasiishie kwenye anko na anti. Rekebisha. Ni mwaka wa kukaa na kurekebisha na kutunza familia zetu, na hili ni jambo la muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini pia ni mwaka wa kuwafundisha vijana wetu, na hapa naomba pia niweke mkazo mkubwa, mwaka wa kuwafundisha vijana wetu. Musa walipotoka kule Misri walisema tunatoka na wake zetu, tunatoka na watoto wetu, tunatoka na vijana wetu, tunatoka na ng'ombe zetu, tunatoka na kila kitu. Na wewe umevuka mwaka wa jana, umeingia mwaka huu. Ni imani yangu umevuka na mke wako, umevuka na watoto, umevuka pia na gari lako na mali zako. Na ni sawa. Lakini hivyo vitu visikuzuie kwa nafasi ya Mungu. Lakini wajibu huko kwa vijana. Sasa hivi vijana wetu kuna tatizo kubwa. Sijajua kama wengine mlimsikiliza rafiki yangu yule anaitwa Zembwela. Zembwela niliona klipu yake moja akizungumza na vijana. Akasema vijana, kizazi cha vijana sasa hivi kimeharibika. Kwanza ni kizazi kinachopenda matusi. Lugha njema hawaipendi, wanasema lugha njema ni ya kizee. Kwa hiyo hata nyimbo zao ni matusi. Zimekaa kwa matusi. Vijana wanapenda lugha ya matusi. Lakini anasema sio hilo. Vijana wetu siku hizi wanaolewa na wadada, wanaolewa na wamama. Yaani kama kijana anaolewa unategemea nini hapo? Tunao wajibu wa kufanya mwaka huu kwa ajili ya vijana. Sisi usharika wetu wa Kariakoo tutasimama kidete ili kuwa na semina za vijana, ili kuendelea kuwafundisha vijana na mabinti. Kama kuna lugha za matusi tutaziondoa. Kama kuna hizo namna. Na ndio maana siku hizi mtu anasema yani kuolewa na mtu wa umri ni namba, umri ni namba. Nani kakudanganya umri ni namba? Yani usiingie kwenye mkumbo wa kwamba umri ni namba. Mimi kwa sababu nahusika na mambo ya ndoa, na inashangaza kwa nimetumiwa binti mmoja na miaka 20 ameolewa na babu ana miaka 97. Eti unasema umri ni namba. We ni namba, unaleta matatizo bure kwenye familia za watu. Kwa sababu utatengeneza matatizo, huyo babu atakufa, halafu utaanza kudai mali ambazo sio zako. Watu wanaleta matatizo makubwa. Watu wamehangaika, mtu kahangaika umri wake wote miaka 97. Leo wewe unaingia hapo umri namba tu. Hakuna habari ya umri namba. Kuna kitu unachotaka. Mzee, watu wakiondoka mnaanza makesi ya kupelekana mahakamani. Mme wangu huyu mme wangu huyu. Mme wako? Na mimi nashangaa mahakimu mko hapa. Nashangaa hizo kesi za namna hiyo kweli mnakaa nazo muda mwingi. Kuna makesi yanaleta shida. Lakini vijana tumekosea. Mabinti wanataka waolewe na watu wa umri mkubwa.
miaka 80, 90, yeye ana miaka 20. Sasa umri namba. Vijana wetu wa kiume hao ndio basi kabisa, wanasuka nywele, wanabadili nywele, mienendo inakuwa ovyo, mwendo unakuwa ovyo. Wanaolewa. Na sasa hatunyamazi. Lazima kanisa lichukue nafasi yake. Tunapovuka mwaka huu 2023, lazima kanisa lichukue nafasi yake. Nimemshukuru sana rafiki yangu ule Zembwela, nitamtafuta siku moja nimuite hapa. Ana namna nzuri sana ule kijana. Mama yake alikuwa ni msharika wetu wa Magomeni. Ana namna nzuri sana. Na akasema vijana wa siku hizi hawaambiliki. Hawaambiliki, ameita jina kwa sababu kule kasema zamani majina yalikuwa yanatolewa, huyu nini shida, huyu si tabu, huyu nani, majina yalitolewa kwa sababu fulani. Anasema kizazi cha sasa hivi ni kizazi cha haambiliki. Wabishi, wanajua kila kitu, wanadharau kwa sababu wana pesa. Ni vijana wadogo, wana hela basi unaona yani wanatembea matumbo wazi. Ukisema ndio usanii wanasema kioo cha jamii. Kioo cha jamii namna hiyo. Mili imechorwa nini sijui michirizi ya kila namna. Hapo nasema kioo cha jamii. Kioo cha jamii cha namna hii. Lazima tusimame kidete. Na mwaka huu lazima tusimame kidete. Tumevuka kwa neema yake. Na neema hii siwe bure. Lazima itupe kazi. Na kazi ni hiyo. Na vijana mnaonisikia, tutawaita, tutazungumza na ninyi. Mko kwenye na wenzenu, wasichana wapo, wavulana wapo, humuoni mpaka uende ukatafute babu au bibi au wanaita wengine kwa in court mama. Yani sio mama, mama. Yani maana yake sijui ni mkubwa sana, sielewi. Mama, dada. Tunacheka lakini mambo yanayoleta shida. Na nyie mnajua yapo huko. Na wengine ni watoto wetu wa kanisani. Ni vijana wetu wa kanisani. Pesa tunahitaji kufanya marekebisho. Pesa mwaka huu ni wa kufanya kazi. Kama ufanyi kazi hakuna unapata bure. Fanya kazi. Haleluya. Mimi mchungaji wenu niko hapa lakini nafanya kazi pia. Nalima na mashamba. Juzi nimeenda tena na watumishi hapa wengine nimeenda nao huko Kiwangwa. Na shamba kule la mananasi. Naenda kule na vana mabuti na panda mananasi. Nafanya kazi. Mimi ni mchungaji. Na najua nyie mpo mnanitunza lakini lazima nifanye kazi. Kibaha wengine mmefika nyumbani kwangu kule Kibaha. Na shamba pale, migomba na kuna mananasi pia, mihogo na kila kitu. Michungwa. Nafanya kazi. Fanya kazi. Hakuna kitu kinachokuja bure. Halafu siku hizi kuna hiyo michezo yao ya kunini? Wewe unataka hela za bure. Haipo hiyo. Mimi naonaga hata mimi wanatupia clip wao umechaguliwa kuingia kwenye hii mashindano ya kupata milioni 12. Hivyo milioni 12 za namna gani hizo? Mimi hata nikiletewa siwezi kuchukua hizo. Yani za bure tu. Sasa hiyo michezo hiyo ndio inafanya vijana hawafanyi kazi. Yuko tu mmoja ataniona, sitaki kutaja siri zake, lakini watu eti unashinda hapo sijui naona beti hiyo nini kwa mambo ya mpira kubeti mambo ya mpira tena wengine ilipokuwa World Cup basi sasa haya mambo lazima tubadilishe. Watu lazima wafanye kazi. Na mimi kwangu pale nina vijana nakaa nao, mke wangu anajua kabisa. Nawaambia kabisa, nyie hapa lazima mfanye kazi. Mnanisikiliza, tufanye kazi. Huu sio mwaka wa kukaa. Wewe ukija kwangu niambie, na ukitaka mradi nikusupport, mimi nitakusupport kama naona kweli unafanya kazi. Napenda mtu anamna anafanya kazi. Sasa mimi mchungaji bwana kidogo hapa nimepungukiwa, lakini na hii naweza kukusupport. Lakini huko tu nasema mchungaji ya soda vipi? Yaani unaniomba ya soda? Yaani wewe unaniomba ya soda? Haleluya! Huu ni mwaka wa mabadiliko.
mwaka wa mabadiliko, mwaka wa mambo mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa. Tuingie kwa upya, tufanye kazi. Na mwaka huu tunaenda Chasimba, na mimi tutakamatana hapa, tutabebana mzega Chasimba. Yule mzee anafanya kazi sana, ni daktari, Dr. Luther Mwamkoa, lakini anavyoshughulika na hiyo kamati, anashughulika. Mpigieni makofi. Hayupo hapa, kama yupo, lakini mpigieni makofi. Ile kamati ya Chasimba mwaka huu tutatoboa tu, vijana wanasema kabisa. Ameniambia, mchungaji, tunataka tupande miti. Kaniletea barua pale, kashaongea na watu wa miti huko wilayani na nini. Wameenda kuniambia, mnataka miti mingapi, andikeni. Nikabadilisha, tukasaini, anapeleka ili tupate miti ya kupanda. Tungepanda miti tangu shamba lile tulilopata, tangu tumepata singekuwa mikubwa sana. Na vijana mko hapa mnakaa tu, baada ya kusema twende kule kwenye shamba letu tukafanya hiki na hiki. Sasa mwaka huu tutabebana tu. Kwaya ile ya vijana na Zoa yote tunaenda kule, naangalia wanaoweza kufanya kazi. Kwaya uinjilisi na beba yote naenda nayo kule, naangalia wanaoweza kufanya kazi. Lazima tufanye kazi. Ni mwaka wa kufanya kazi. Neno linasema asiyependa kufanya kazi. Msiseme kwamba nini asiyefanya kazi asina. Sio asiyefanya kazi. Kuna wengine wagonjwa hawezi kufanya kazi. Lakini asiyependa, yule ambaye hataki kufanya kazi, huyo tunamnyima chakula. Na mimi niwatakie baraka tunapoanza mwaka huu. Na wafungulia lango la baraka katika mwaka huu. Ni lango la baraka katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sijasikia kelele za shangwe kwa watu wanaokwenda mbinguni. Haleluya. Na sasa nataka niwafungulie lango la baraka. Tutasimama na praise. Kuna wimbo gani mzuri tunaimba, alafu tunapokea baraka za mwaka huu kwa namna ya pekee. Praise team, tafadhali ni support kwa najua mtanasa wimbo mzuri. Mimi sina namna nzuri vizuri, lakini haya, tendeni hapo. Yes. Unashika na sadaka yako. Shika kabisa na sadaka yako ya mwaka mpya. Ni sadaka ya mwaka mpya. Simama. Umekaa vya kutosha. Karibu lisali moja nimezungumza. Sijajua kama ni lisali moja, lakini uso wa Bwana uende nasi. Na Mungu aachilie neema yake katika maisha yetu. Yes. Uwe mwaka wa baraka. Uwe mwaka wa mafanikio. Yes. Baraka uzima amani furaha katika kuabudu Baba na kumsifu yeye. Kuna baraka uzima amani
sadaka yako, shika sadaka yako, na sema maneno haya machache nitakayoyasema asubuhi ya leo, nikikufungulia na kutamkia lango la baraka katika mwaka huu wa 2023. Uwe mwaka wa baraka kwako, uwe mwaka wa mafanikio kwako, uwe mwaka wa ulinzi kwako. Kwa hiyo tunamwambia Bwana Yesu ambaye tunaanza naye, neno linasema anza yote katika jina la Yesu, jina lenye mamlaka. Tunaanza yote na jina la Yesu kwa sababu ni jina linalonena mema, linatunenea mema katika maisha yetu. Naomba useme kwa sauti, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimelisikia neno lako. Wewe ni yeye yule jana na leo na hata milele. Nimesimama mbele zako kwanza kabisa nikinyenyekea na kuomba toba na kuomba rehema na kuomba neema yako. Asante Mungu kwa kunipendelea kwa neema hii ya kuingia mwaka mpya wa 2023. Ninakushukuru Mungu, ninakushukuru Mungu, ninakutukuza Mungu. Ninapoanza mwaka huu, naomba Bwana ukafungulie milango ya baraka, milango ya baraka.